Nimeamua au nimenia kufundisha au kutoa elimu juu ya sheria ya mirathi. Kwa nini nimeamua kufanya hivi? Ni kwa sababu iko wazi kwamba mara baada ya mtu kupatwa na umauti, aidha baba, mama, huacha familia yake ikiwa katika matatizo makubwa mara nyingi. Na mara nyingi pia tumeona kesi nyingi ziko juu ya masuala ya mirathi. Kwa maana ya kwamba baada ya mtu kufariki, kama hatakuwa ameacha mali zake au yale ambayo ameweza kuyavuna wakati wa maisha yake katika mpangilio unastahili, ni wazi kwamba migogoro hutokea. Tunapozungumzia mirathi kimsingi na kwa ujumla wake, tunazungumzia mali ambazo zinafanya sehemu ya miliki ya marehemu. Hii ndo maana fupi ya mirathi. Kwa hivyo vile vitu vyote ambavyo mtu alivipata wakati wa maisha yake, mara baada ya kufariki, vinafanya sehemu ya mirathi yake. Kwa ujumla zile mali ambazo marehemu ameziacha. Ni wazi kwamba nchi yetu, na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali ambazo zinasimamia mirathi Tanzania. Na sheria hizi kimsingi zinasimamia mirathi chini ya sheria ya kimila, mirathi chini ya sheria za nchi, na mirathi kwa sheria zile ambazo tulizipokea kutoka nchini India na zingine kutoka nchini Uingereza. Sheria mojawapo ambayo inasimamia mirathi inafahamika kama The Probate and Administration of Estates Act, ambayo inasimamia mirathi yote kwa ujumla kwa wale watu ambao hawajachagua mirathi yao isimamie kwa Kiislamu au Kikristo au kimila. Basi sheria itakayotumika ni sheria hii inayofahamika kama The Probate and Administration of Estates Act. Lakini tunayo sheria ambayo inafahamika kama The Islamic Restatement Act, yenyewe inatoa mwongozo juu ya mirathi ya mtu ambaye ameishi au ameuishi Uislamu wakati wa maisha yake. Lakini pia mwisho tunao sheria nyingine ambayo inafahamika kama The Local Customary Declaration Order. Sheria hii inafahamika kama sheria ya hali ya watu na inasimamia mirathi ya Watanzania au Waafrika, watu wenye asili ya Kiafrika hasa Watanzania, kwa maana ya kwamba kila mmoja anakuwa na mila yake kutoka pale alipotokea. Na mwisho tunao sheria ambayo inafahamika kama The Indian Succession Act, ambayo sheria hii tulichukua kutoka India na inatumika kwetu kwa wale watu ambao wanaamini katika Ukristo na wale watu ambao wana asili ya nje. Kwa hizi kiujumla ndizo sheria ambazo zinasimamia mirathi Tanzania kwa uchache wake na kwa ujumla wake. Kwanza ifahamike, ili tuweze kujua ni sheria gani inatumika katika mirathi ya mtu, ni wazi kwamba mahakama au wanasheria hupata fursa ya kuweza kuchanganua ni sheria ipi itumike katika mirathi ya Bwana Ali au ya Bwana Juma. Na kimsingi serikali au mahakama kwa maana hiyo huangalia vitu mbalimbali. Kwanza huangalia maisha ya marehemu au mtu huyo ambaye sasa amefariki na kuacha mali zake nyuma. Je, wakati anaishi alitamani sheria ipi itumike katika kusimamia mirathi yake? Lakini mbali na maisha hayo au muundo wa maisha ya mtu husika, pia kwa maana ya pili huwa tunatizama nia ya marehemu. Kwa maana ya kusema kwamba je, wakati wa maisha ya marehemu yeye aliweka nia gani? Alikuwa na intention ipi au sheria ipi itumike katika usimamizi wa mirathi yake? Kwa hivyo ili sheria ya nchi iweze kutumika, lazima mtu huyu awe ameondokana na maisha ya kimila. Ndio tunaweza kusema kwa sababu ya muundo wa maisha ya marehemu, ni wazi kwamba kwa wakati huu hakuna namna ya kutumia sheria nyingine zaidi ya sheria ya nchi. Lakini kama wakati wa maisha yake alionyesha wazi kwamba yeye ni mila au mtamaduni au mjadi, ni wazi kwamba
tunapotaka kuangalia mali zake na kuzisimamia, basi sheria ambayo itatumika ni sheria ile ambayo ni ya kimila. Lakini pia katika mazingira mengine, ili tuweze kutumia the Indian Succession Act, lazima mtu huyu awe katika maisha yake au katika kunia kwake alionyesha wazi kwamba anatamani sheria hii ambayo nimeisema, the Indian Succession Act, itumike katika kusimamia mirathi yake. Kwa hivyo, ili sheria hizi sasa zitumike, tunao wajibu wa kuangalia ni maisha yapi aliyaishi marehemu wakati wa uhai wake. Lakini pili, je, alionyesha nia gani? Kwa maana ya kwamba mimi ninavyoishi natamani mara baada ya kukutwa na umauti, sheria ambayo itumike katika kusimamia mali zangu na kuzigawa mali zangu iwe sheria ya Kiislamu, ya Kikristo au ya kimila. Kwa hivyo hiyo ndo test ya msingi ambayo tunaitumia ili kujua ni sheria ipi itumike. Kwa hivyo utaona wazi kwamba sheria hizi hazitumiki kwa ujumla wake. Matumizi yake yanakuja pale tu ambapo tumeweza kuainisha maisha ya marehemu yalikuwa yana reflect au yanaakisi sheria ipi itumike katika kusimamia mirathi yake. Lakini ifahamike pia, sheria ya kimila ambayo ni sheria inayosimamia, au tunasema sheria za kimila ni sheria zile ambazo jamii fulani inazitambua na kuziheshimu kuwa ndio mwongozo wa maisha yao katika sehemu husika, aidha Tanzania, Uganda au Kenya. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwa kila Mtanzania anayezaliwa hapa nchini kwetu anajikuta kwamba anakuwa na mila zake. Na kwa vile tumeweza kuziweka sheria zote za kimila katika nchi yetu chini ya sheria moja niliyoitaja, sheria ya kimila, ni wazi kwamba mtu anapofariki, aidha Muislamu, Mkristo au mtu mwingine katika nchi yetu, sheria ya kwanza ambayo tunaamini inaanza kutumika kwake ni sheria ya kimila, the Local Customary Declaration Order. Haitotumika tu pale ambapo maisha yake yatakuwa yameonesha bayana kwamba yeye alitamani baada ya kufariki sheria nyingine zaidi ya kimila ambayo tunaamini kila Mtanzania ana mila, na hivyo mila zake ndizo ambazo zitatumika katika kugawanya mali zake au kusimamia mirathi yake. Wosia ni tamko la mwisho la marehemu juu ya jinsi gani mali zake zitumike mara baada ya kukutwa na umauti. Na utatambua kwamba sheria hii ambayo nimeitaja ya nchi, the Probate and Administration of Estates Act, imetoa tafsiri hiyo. Lakini pia sheria za kimila zimetoa tafsiri hiyo kwamba wosia ni kauli ya mwisho ambayo mtu anaitoa akionyesha jinsi gani angependa mali zake zitumike mara baada ya kukutwa na umauti. Sasa huu ndo wosia kwa ujumla wake. Na hivyo ni wazi kwamba mtu anayeacha wosia tayari anakuwa ameacha, kwa maana ya kwanza, namna na mpangilio wa kutumia mali zake mara baada ya kufariki. Tuna aina mbili za wosia. Tuna wosia ambao umetolewa kwa njia ya maneno. Pili, tuna wosia ambao umetolewa kwa njia ya maandishi. Kwa kama nilivyosema, wosia wa mdomo au wa maneno ni wosia wote ule ambaye mtu anautoa wakati wa maisha yake kwa njia ya mdomo. Mtu huyu hauandiki wosia husika kwenye karatasi au kwenye kompyuta au sehemu yoyote ile. Anautoa tu kwa njia ya mdomo au kwa njia ya kauli. Na mara nyingi wosia huu hutolewa na mtu katika hatua ya mwisho kabisa ya maisha yake, akiwa katika kitanda cha umauti, kama tunaweza kusema hivyo. Lakini wosia wa maandishi ni wosia ule ambao mtu wakati wa maisha yake anapata wakati wa kufika katika ofisi za wanasheria au kwa kutumia wataalamu tofauti kuandaa wosia husika, akionyesha jinsi gani mali zake zitumike, nani arithi na mgawanyo wa mirathi yake iwe vipi. Kwa hiyo katika nchi yetu na sehemu zingine wosia uko aina mbili. Na ifahamike kwamba sheria zote hizi ambazo nimezitaja, the Probate and Administration of Estates Act, the Islamic Restatement Act au Quran kwa ujumla wake, na sheria ya kimila, inatambua aina hizi mbili za wosia. Kila mtu anashauriwa na ni vyema akaandaa wosia kwa sababu nyingi sana za msingi. Japo natambua na tunafahamu kwamba watu wengi na tamaduni zetu za Kiafrika zimekuwa zikitusukuma nyuma au kuturudisha nyuma katika kuwa na hari ya kuandaa wosia.
Imefahamika na katika study nyingi ambazo zimefanyika, inaonekana wazi kwamba watu wengi hasa wenye asili ya Kiafrika hawapendi kuandaa wosia, wakiamini kwamba uandaaji wa wosia ni tafsiri au ni uchanganuzi kwamba maisha yangu sasa yamekaribia kufika mwisho, na hivyo kila mmoja anahisi kwamba ninapoandaa wosia ni kwamba sababu ya kwanza na ya msingi ya kuandaa wosia ni kwamba wosia usimama kama sehemu ya kuondoa migogoro katika jamii. Ni wazi kwamba tumesikia na tumeona mara baada ya mzazi kufariki mara nyingi au mwanafamilia kufariki na kutokuacha wosia, ni wazi kwamba kumetokea migogoro mingi sana, ambapo wajomba, shangazi, dada hutokea na kusema kwamba wao ndio sasa wanapaswa kusimamia au kurithi miliki za marehemu, na hivyo kuacha watoto wakiwa hawana cha kwao kutoka katika mirathi husika. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hiyo mirathi wosia unapoandaliwa ni wazi kwamba unatuondolea migogoro katika jamii. Lakini pili, uandaaji wa wosia una faida au sababu yake ya pili ni kwamba inatusaidia sasa kuweka malengo na mpangilio wa jinsi gani mali zetu zitumike mara baada ya kufariki. Ni wazi kwamba kuna faida kubwa sana kwa mtu ambaye anafariki akiwa ametuachia wosia kuliko pale ambapo mtu anafariki bila ya kuacha wosia. Kwa nini nasema hivi? Iko wazi kwamba mtu aliyefariki akiwa ameacha wosia tayari anakuwa ameainisha mali zake, ameainisha warithi, ameainisha msimamizi wa mirathi husika. Na hivyo inaturahisishia kazi kwamba hatuna tena haja ya kuanza kuenda na kuzitafuta mali ambazo marehemu alizipata wakati wa maisha yake. Lakini pili, hatuna haja ya kuanza kujiuliza ni nani anayepaswa kurithi kutoka kwenye miliki au kwenye mirathi ya marehemu, kwa sababu marehemu tayari katika wosia wake ule ambaye ameutoa aidha kwa maneno au kwa njia ya mdomo tayari atakuwa ameainisha warithi ni kina nani na warithi kwa kiasi gani. Kwa hivyo utaona kwamba inatoa sasa plan au mchanganuo wa jinsi gani ya kudeal na mali zake, lakini pia mali zake ni zipi na ziko wapi. Sababu nyingine kuu ya tatu ambayo ni vyema ikatusaidia au ikatupush ikatulazimu sasa kuandaa wosia ni kwamba wosia uko pale kuonesha wazi kwamba msimamizi wa mirathi ni nani. Kuna tofauti kubwa sana. Mtu anapofariki bila ya kuacha wosia, ni wazi kwamba wanandugu wanalazimika kukaa kikao na kumteua msimamizi wa mirathi. Ni tofauti sana pale ambapo mtu ameacha wosia, kwa sababu wosia utamuonesha ni nani ambaye atakuwa msimamizi wa mirathi au kina nani wawe wasimamizi wa mirathi. Unapoandaa wosia ni wazi kwamba unatuwezesha au unaziwezesha sasa mahakama kutokutumia kanuni ambazo zingetumika kwa yule mtu ambaye amefariki bila ya kuacha wosia. Ifahamike wazi kwamba mtu anapoacha wosia, kanuni au taratibu ambazo zitafuatwa katika usimamizi wa mirathi yake ni tofauti kabisa na yule mtu ambaye amefariki bila ya kuacha wosia. Ni wazi kwamba mtu anayefariki bila ya kuacha wosia inailazimu sasa jamii au wanaukoo kukaa na kumpendekeza msimamizi wa mirathi. Lakini pili, wanaukoo wanalazimika pia kwenda mahakamani sasa kwa ajili ya kuomba huyu ambaye wamempendekeza aweze kurasimishwa na mahakama kuwa msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mchakato kwa maana ya kwamba nani awe msimamizi wa mirathi unatofautiana. Pale ambapo kuna wosia, ni wazi kwamba mwandishi wa wosia au aliandaa wosia atakuwa ameweka bayana kwamba Robert ndiye atasimamia mirathi yangu au Ali ndiye atasimamia mirathi yangu. Wakati ukifariki bila ya kuacha wosia, ni wazi kwamba hatuna mwelekezo. Na ni wazi kwamba katika mazingira hayo sasa hata wale ambao hukupenda wasimamie mali zako wanajikuta wanayo nafasi ya kuweza kupenya na kusimamia mirathi husika. Wosia unapoandaliwa inatusaidia kuhakikisha kwamba mali zetu hazipotei. Kwa maana ya kwamba tunafahamu katika maisha ya Kiafrika mara nyingi hasa wanaume wamekuwa na uwezo wa kupata mali na kutokuzitambulisha katika familia zao. Kwa hiyo anapofariki mtu huyu ghafla, ni wazi kwamba wanajamii wanaweza kushindwa kujua
mali zipi zilikuwa sehemu ya mirathi ya marehemu, na hivyo baadhi ya mali zisiweze kukutwa zikawekwa sehemu moja na kuwa sehemu ya mirathi au sehemu ya mchakato ya usimamizi wa mirathi ya marehemu. Kwa hizo ni baadhi, ziko sababu nyingi ambazo tungeweza kuzitaja, lakini hizi ni baadhi tu ya sababu ambazo zinalazimu au zinatushawishi sisi kuona ni lazima au kuna haja kubwa ya kuwaomba watazamaji na wananchi kwa ujumla kuhakikisha kwamba kabla hatujakutwa na umauti, kwa sababu umauti upo tu na hatuwezi kukimbia, ni wazi kwamba ni vyema sasa tukaandaa wosia. Na mara nyingi wasimamizi wa mirathi ndio ambao wamepelekea fujo nyingi ambazo zinatokea katika masuala ya mirathi au usimamizi wa mali za marehemu. Kwa kimsingi, ningependa kutumia nafasi hii ya Ijue Sheria kuwafahamisha wale ambao wameteuliwa kuwa wasimamizi wa mirathi juu ya majukumu yao. Jukumu la kwanza la msimamizi wa mirathi ni kuhakikisha kwamba anazikusanya mali zote za marehemu. Kwa hiyo kabla hajaenda kwenye jukumu lake la pili ambayo ni wakati mwingine kugawanya, lazima ahakikishe kwamba mara tu baada ya kuteuliwa anahakikisha anakusanya au kuzitambua mali zote zile ambazo ni za marehemu. Lakini wajibu wa pili wa msimamizi wa mirathi ni kuhakikisha kwamba anasimamia sasa mali hizo za marehemu au mali hizo ambazo zinatokana na shauri la mirathi. Katika kusimamia huku tunamaanisha kwamba yeye sasa ana uwezo wa kufanyia biashara au kuzitumia kwa namna nyingine yoyote ile ambayo ni halali. Lakini pia msimamizi wa mirathi anao wajibu, baada ya muda fulani, anao wajibu wa kugawanya mali husika kwa wale ambao ni wanufaikaji au tunawaita warithi kutoka kwenye mirathi ya marehemu. Lakini pia wajibu mwingine mkubwa na ambao mara nyingi husahaulika na wasimamizi hawa wa mirathi ni kwamba wanatakiwa mara baada ya kuteuliwa na mara baada ya kipindi cha siku cha miezi 6 kupita, wanalazimika kupeleka mahakamani report ya mali walizozipata katika kuzikusanya na kuzitambua miliki za marehemu, na kuionyesha mahakama mali zipi ni za marehemu na jinsi gani wamezitumia. Kila msimamizi wa mirathi anao wajibu mara baada ya kuteuliwa kuhakikisha kwamba anazikusanya mali hizo, kuzitambua na kupeleka uainisho, tunasema an inventory of account, mahakamani, akiambia mahakama ile mteua ni mali zipi za marehemu, jinsi gani amezitumia mpaka wakati huo, na anategemea kufanya nini na mali hizo. Msimamizi wa mirathi ataweza kugawanya mirathi ya marehemu kama haina ugomvi wakati wote ule mara baada ya maziko yake. Lakini mara nyingi tunasema mirathi ni vyema ikagawanywa mara baada ya mwaka mmoja. Lakini ifahamike pia wajibu mwingine wa msimamizi wa mirathi ni yeye kulipa madeni yote ambayo marehemu ameacha nyuma. Kwa hiyo ni wajibu wake kuhakikisha kwamba madeni yote ambayo yalikuwa ya marehemu yamelipwa, na hii lazima ifanyike kabla hajaenda kwenye mgawanyo wa mirathi kwa wale ambao ni warithi. Lakini pia msimamizi wa mirathi pia anao wajibu wa kuhakikisha kwamba madeni ambayo marehemu, wale watu ambao walikuwa akiwadai, basi pia wamelipa mali hizo na ziwe sehemu ya mali ya marehemu ambazo ameziacha nyuma. Kwa hivyo tunaona kwa ujumla wake kwamba msimamizi wa mirathi anao wajibu mkubwa sana. Lakini pia wajibu mwingine mkubwa wa msimamizi wa mirathi ni kwamba hawezi kutumia mali za marehemu au mali ambazo zimeachwa kwa faida ya warithi kwa manufaa yake mwenyewe. Na hapa ndo tumekuwa tukikutwa na mgogoro mkubwa na ugomvi mkubwa utokea hapa. Tunaona kwamba watoto wanashindwa kupeleka shule, watoto ambao walikuwa wanasoma katika shule nzuri, baada ya mtu kuteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, anasahau sasa majukumu yake na kuanza kutumia mirathi husika kwa manufaa yake. Kwa hivyo msimamizi wa mirathi hapaswi kutumia mali za marehemu kwa manufaa yake. Lakini pia ni wazi kwamba ni katazo lingine kwamba msimamizi wa mirathi hawezi
kujilipa kutoka kwenye mirathi au mali ya marehemu. Tunamaanisha nini tunaposema hapaswi au ana wajibu wa kutokujilipa kutoka kwenye miliki ya marehemu? Tunasema kwamba hatakiwi kujiwekea mshahara. Hatakiwi kusema kwa sababu nimefanya kazi hizi kwa miaka 10 au miwili sasa basi nijilipe nusu ya sehemu ya mali ya marehemu. Lakini tunatambua kwamba msimamizi wa mirathi anaweza tu kujirejeshea kiasi cha pesa ambacho amekitumia kwenye matumizi halali ya usimamizi wa mirathi kwa kiasi kile kile. Kwa hiyo kama ametumia shilingi 10,000 kwenda kufuatilia mirathi husika, then atapaswa kutoa kwenye sehemu ya mirathi ya marehemu kiasi hicho cha shilingi 10,000 na kujirejeshea pale ambapo ametoa. Wajibu mwingine mkuu wa msimamizi wa mirathi, ndugu mtazamaji, ni ugawanyaji wa mali za marehemu. Hapa kumekuwa na changamoto pia. Mara nyingine tumekuta kuna mgongano juu ya wajibu huu. Ni nani sasa ambaye anayo mamlaka ya kugawanya mali za marehemu? Mtu anapoteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, yeye anavaa viatu vya marehemu, au yule mtu ambaye amemtaja kwenye usia kuwa asimamie mali zake. Kwa hivyo yeye anavaa viatu vyake, na hivyo yeye sasa anao uwezo wa kushtaki na kushtakiwa kwa niaba ya marehemu. Lakini pia yeye anao wajibu wa kutrade au kufanyia biashara mali zile kwa manufaa ya warithi. Lakini pia msimamizi wa mirathi, yeye sasa ndiye hasa anayepaswa kuhakikisha kwamba anajua mrithi wa kwanza anapata nini, mrithi wa pili anapata nini, na watatu anapata nini. Kwa hivyo tumekuwa na mgongano hapa. Wakati mwingine mahakama zetu kwa kujua au kutokujua zimekimbilia kwenda kugawa miliki za marehemu. Ifahamike wazi, na wale ambao wanateuliwa kuwa wasimamizi wa mirathi wanapaswa kufahamu kwamba wajibu wa kugawa mali za marehemu ni wa kwao na sio wa mahakama. Na mahakama pia zinapaswa kufahamu, na tunazo cases ambazo zimeielekeza mahakama kwamba katika masuala ya usimamizi wa mirathi, mahakama haina uwezo wa kugawa mali hizo, kwa sababu wajibu huo kisheria, chini ya sheria hii, the Probate and Administration of Estates Act, sheria ya kimila, wajibu huo wamepatiwa wasimamizi wa mirathi. Kwa hivyo mahakama hazipaswi kuingilia wajibu huu wa wasimamizi wa mirathi. Mrithi ni mtu yoyote yule ambaye anayo interest katika mali za marehemu, au mtu yoyote yule ambaye ni wa karibu sana kwa marehemu anaweza kuwa mrithi. Lakini tu ifahamike kwamba sheria hizi, hasa sheria ya Kiislamu, the whole Quran, imetaja wazi kabisa, na kitabu hichi kitakatifu kimeainisha vema ni nani watakuwa warithi, na imewapanga warithi katika level mbili, level ya kwanza na level ya pili. Kwa hiyo utagundua kwamba sheria ya Kiislamu imetaja wazi kwamba watoto watarithi, mke atarithi, wazazi pia watarithi katika level hizi mbili za warithi. Lakini pia sheria ya kimila imeweka wazi kwamba ni nani atarithi na kwa kiasi gani. Na kama ilivyo sheria ya Kiislamu ambayo ni sheria nzuri kwa mtizamo wangu mimi, kwa sababu inaainisha kwamba mtoto atarithi, wa kiume atarithi kiasi gani, na mtoto wa kike atarithi kiasi gani. Pia sheria ya kimila imeainisha hivyo. Lakini sheria hii ambayo inasimamia Wakristo na watu ambao wana asili ya nje pia imeainisha namna ya urithi. Na utaona kwamba katika sheria hii urithi uko katika equal basis, kwa usawa. Iwe mtoto wa kike, iwe mtoto wa kiume, wote watarithi kwa usawa. Wosia unaandaliwa na mtu wakati wa maisha yake. Hakuna wosia unaandaliwa na mtu mara baada ya kufa. Kwa hiyo wosia unakuwepo wakati na wewe unaishi, lakini unaanza kufanya kazi mara tu baada ya kufariki. Na hii ndio tabia kuu ya wosia, kwamba wosia haufanyi kazi mpaka pale yule aliyeuandaa anapokutwa na umauti. Kwa hiyo kwa wakati mwingine wote, yoyote yule ambaye atakuwa na wosia au akaujua wosia huo hawezi kunufaika nao. Atanufaika nao tu pale ambapo aliyeuandaa amekutwa na umauti. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.